Buba Jammeh, mchezaji mpya huyu ambaye aliweza kusajiliwa na kikosi cha klabu ya Yanga katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Kwenye mchezo wake wa kwanza kwenye michuano ya CRDB Federation Cup akiwa amevalia uzi wa Yanga Sports Club, ameweza kuiandikia chuma 2-0 timu yake ya Yanga Sports Club na yeye kuingia kwenye kitabu rasmi cha wachezaji ambao wameweza kufunga magoli ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga kwenye msimu huu hapa wa 2025-2026 katika michuano yote ambayo klabu ya Yanga wameweza kushiriki. Kama ninavyofahamu, mara baada ya klabu ya Yanga kuweza kuondoshwa kwenye michuano ile ya klabu bingwa barani Afrika, sasa kibarua ambacho kilikopo mbele yao ni zidi ya timu ya Cosmopolitan kwenye michuano ya CRDB Federation Cup, mchezo ambao umeweza kutamatika ndani ya dakika 90 kwa klabu ya Yanga kuweza kuondoka na ushindi wa chuma 2-0 zidi ya timu hiyo ya Cosmopolitan kwenye michuano ya CRDB Federation Cup, ambapo klabu ya Yanga hapa wameweza kuonyesha performance ya hali ya juu kweli ndani ya dakika zote 90, wakiwanyima kabisa nafasi timu ya Cosmopolitan kuweza kufumania nyavu zao, na wao klabu ya Yanga wakiweza kusifumania nyavu za timu ya Cosmopolitan mara 2 kupitia mchezaji mmoja, na si mwingine bali ni Buba Jammeh, mchezaji ambaye ameweza kusajiliwa na klabu ya Yanga kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Naweza kusema ya kwamba hizi ni miongoni mwa sajili ambazo klabu ya Yanga kiukweli zimekwenda kuwaripa. Mechi ya kwanza mchezaji huyo akiwa na uzi wa klabu ya Yanga ameweza kufunga mabao 2. Unaweza kumtafsiri ni mchezaji wa aina gani, spidi yake, kasi yake, lakini pia uwezo wake anapokuwa uwanjani umechangia kwa kiasi kikubwa mchezaji huyu kuweza kuisaidia timu hiyo ya Yanga kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Kwa namna ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Yanga kocha Pedro Gonzalez kama vile anaanza kumuelewa kwa vile anavyokwenda kuitengeneza timu ya Yanga Sports Club. Maana ukiangalia timu ya Yanga akikaa nje, mtu anaingia mtu kuziba nafasi yake moja kwa moja. Buba Jammeh amekuja kuchukua nafasi ya mchezaji Pacome Zouzoua na ameweza kuonyesha kiwango cha hali ya juu kweli ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Kwenye first 11 ambayo iliweza kutoka, nikawa najiuliza maswali mengi, mbona rotation zimekuwa nyingi kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga, na nilifikiria pengine klabu ya Yanga siku hii leo wasiweze kutoa game ile ambayo tumeweza kuzoea kuziona klabu ya Yanga akiwa anacheza uwanjani. Lakini licha kuwa na rotation kubwa kwenye kikosi chao cha kwanza, klabu ya Yanga ameweza kutoa game nzuri na kuweza kuondoka na ushindi wa chuma 2-0. Sasa kwenye kipindi cha kwanza cha mchezo tumeweza kuishuhudia klabu ya Yanga ambayo ilikuwa inashambulia kwa kasi kweli huku wapinzani wao wakijaribu kufanya low block, jambo ambalo likuweza kuwasaidia kwa kiasi kikubwa, kwa maana ya kwamba klabu ya Yanga kwenye kipindi cha kwanza cha mchezo ndani ya dakika 13 tu ziliwatosha wao kuweza kuandika bao lao la kwanza la uongozi kupitia mchezaji Buba Jammeh. Dakika 13 ya mchezo klabu ya Yanga anatangulia kifua mbele kwa kufumania nyavu za timu ya Cosmopolitan na kuwafanya waweze kuongoza kwa chuma 1-0. Baada ya hapo klabu ya Yanga walihitaji dakika 10 pekee kwa wao kuweza kujipatia bao la pili la uongozi kwenye mchezo huo dhidi ya timu ya Cosmopolitan. Ndani ya dakika 23 ya mchezo tumeweza kushuhudia bao la pili likija kufungwa na mchezaji yule ambaye ameweza kutupia kwenye bao la kwanza kwenye dakika 13 na mchezo. Buba Jammeh akija kuzifumania tena nyavu za timu ya Cosmopolitan na kuwafanya klabu ya Yanga waweze kuongoza kwa chuma 2-0 na mchezo kuweza kutamatika hivyo. Sasa mimi niko hapa kuweza kumtazama vizuri mchezaji huyu Buba Jammeh, mchezaji ambaye ameweza kuingia kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Sajili yake haikuwa na maneno mengi wala haikuwa na mpako mwingi wa mafuta. Sajili yake imekuwa ya kimya. Klabu ya Yanga waliweza kumtambulisha juu mchezaji huyu kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili kabla ya kuweza kufungwa kwenye majira ya usiku. Sasa Buba Jammeh anakuwa ni miongoni mwa nyota ambao wameweza kutoa mchango mkubwa ndani ya kikosi chake hicho cha klabu ya Yanga kwenye mchezo wake wa kwanza, mabao yote 2 akiingia kambani mwenyewe. Sasa sifa ambazo yuko nazo mchezaji huyu Buba Jammeh
Jamei anapokuwa uwanjani, kwanza ni miongoni mwa wachezaji ambao wana kasi kubwa wanapokuwa uwanjani, aidha awe na mpira, lakini pia hata asipokuwa na mpira kasi yake ndio inamuongezea umalidadi wa kuweza kupata mipira mbalimbali ambayo inatoka kwa wachezaji wenzake na kumkuta yeye na kuweza kuzifumania nyavu. Lakini ukiachana na kasi ambao mchezaji huyu yuko nayo, lakini pia ni ule uwezo binafsi wa kupiga mashuti. Buba Jamei ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao wamebarikiwa uwezo mkubwa wa kupiga mashuti na kufumania nyavu za wapinzani. Ukiangalia namna ambavyo ameweza kucheza siku hii ya leo, unaweza ukaelewa kitu gani ambacho niko hapa na maanisha. Lakini ukiachana na uwezo huo mkubwa wa kupiga mashuti, lakini pia mchezaji huyu ile nguvu na physical fitness yake ambayo yuko nayo inamsaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kuhimili mikiki ya uwanjani. Unaweza kumwangalia ni miongoni mwa wachezaji ambao wana maumbile madogo na unaweza kumkadiria kulikoli. Ila ukitaka ujue balala mchezaji huyu Buba Jamei, kajaribu kuwauliza mabeki wa timu ya Cosmopolitan kile ambacho amekipitia kwenye kumkaba mchezaji huyu Buba Jamei. Bila shaka wanaweza akalala na viatu siku hii ya leo, maana Buba Jamei alikuwa anatoa physical fitness ya hali ya juu kulikoli kwa mabeki wa timu ya Cosmopolitan. Sasa hizo ni baadhi ya sifa ambazo mchezaji huyu Buba Jamei yuko nazo, na kwa namna moja ama nyingine kwa uwezo wake ambao ameweza kuonyesha kwenye mchezo dhidi ya Cosmopolitan pale kwenye dimba la KMC Complex. Bila shaka huyu mchezaji atakuja kuongeza kitu ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Uwasilia namba yake, anacheza kama winga pasei, yani winga ya kulia, lakini pia anaweza kulimudu lile eneo la winga ya kushoto, kwa maana ya kwamba tafsiri nyepesi inaweza kusema ya kwamba mchezaji huyu anaweza kucheza nambari 7, lakini pia anaweza kucheza nambari 11 anapokuwa uwanjani. Lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wana skills ya hali ya juu kama tulivyoweza kumuona siku hii ya leo kwenye mchezo kati ya klabu ya Yanga dhidi ya timu ya Cosmopolitan. Huyu anafahamika kwa jina la Buba Jamei. Ukimwangalia unaweza kumbeza kwa muonekano wake, lakini balaa lake ni la kuotea mbali, si mchezaji wa kumchekea. Mimi nilikuwa nakusogezea hayo mwana familia wangu mawili matatu ili uweze kufahamu kuhusiana na mchezaji huyu ama kitasa hiki ama balaa jipya hili ndani ya michuano ya hapa nchini Tanzania, kuanzia ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, kombe la CRDB Federation Cup na michuano mingine yote ambayo klabu ya Yanga atakwenda kushiriki. Hili ni balaa jipya ambalo litakuja kusumbua kweli kwenye michuano hiyo. Sasa kama una maoni yako, mtazamo wako, basi wewe huu ndo muda wako sahihi wa kutuambia kile ambacho unafikiria sasa hivi kuhusiana hichi ambacho nimeweza kukusogezea sasa hivi. Cha kufanya, dondosha comment yako hapo kwenye eneo la comment na sisi tutasoma comment yako hapo na kuchati na wewe kupitia hapo. Bila kusahau na michezo wangu, jambo la muhimu na la kimsingi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, maana kwa kufanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV.